Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa siku nzuri. Nina furaha na shangwe moyoni mwangu kwa kumtukuza huyu Mungu ambaye ametupa neema na nguvu zaidi ya kuweza kuiona siku njema, kuiona siku nzuri sana sana. Ninamtukuza Mungu kwa sababu anatupa neema ya kusonga mbele, nguvu ya kuendelea mbele, nguvu ya kusonga mbele. Hakika tuna kila sababu ya kusema asante Yesu kwa upendo wako, asante Yesu kwa ukarimu wako, asante Yesu kwa sababu umetupa uzima tena, asante Yesu kwa sababu umetupa nguvu tena. Kuona siku njema ya leo ni baraka sana. Ni kuona siku ya leo ni neema kubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana. Hebu tumshukuru Mungu kwa kumwambia tu asante. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa uzuri wako. Tunasema asante kwa kutuamsha. Tunasema asante kwa kutulinda. Usiku kucha wewe umetulinda. Tumelala lakini wewe ulibaki kutulinda. Wakati hata maadui wanapambana na maisha yetu, wewe ulipambana kutulinda. Ndio maana Bwana tunasema asante. Ndio maana Bwana tunakushukuru. Ndio maana Bwana mioyo yetu ina kila sababu ya kusema asante. Asante kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja kwa nafasi yake. Asante kwa kuamsha tena wakiwa wazima. Asante kwa kuamsha tena na kuiona hii siku ya leo. Maana kuiona siku ya leo ni miujiza kwetu, ni baraka kwetu, ni furaha kwetu, ni shangwe kwetu. Baba tunakushukuru, Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua. Asante kwa kutujalia tena uzima. Asante kwa kutupa tena neema ya kuiona hii siku ya leo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Ninasema asante kwa sababu ya mtu mmoja mmoja, kwa namna ambavyo umewawezesha na wakaamka salama, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa sababu wewe ndiye Mungu na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Ndio maana neno lako linatuambia mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Asante kwa kutufadhili, asante kwa kututunza, asante kwa kutulinda. Asante Bwana kwa sababu ya uwepo wako kwenye maisha yetu. Hata sasa tunasema wewe ni Mungu na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, we glorify your name my Father. Thank you Jesus for the good health. Asante Yesu kwa neema ya uzima. Asante Bwana kwa neema ya uhai. Asante Jehova kwa sababu wewe ndiye Mungu ambaye umetusaidia mpaka sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mtu wa Mungu, tunasogea mbele za Mungu siku ya leo kwa ajili ya maombi, na moja ya ombi ambalo tunaomba siku ya leo ni kumwomba Mungu atuondolee tabia inayoleta mkwamo kwenye maisha. Kuomba kuondolewa tabia inayoleta mkwamo kwenye maisha. Kwa nini leo tunazungumza kuomba kuondolewa tabia inayoleta mkwamo kwenye maisha? Yamkini wewe ni mtu ambaye unamwomba Mungu, ni mtu ambaye unaenda kanisani, ni mtu ambaye ni mwana maombi, ni mtu ambaye ni mhubiri, ni mtu ambaye ni mfanyakazi, ni mtu ambaye ni mfanya biashara, ni mwanafunzi, ni mtu ambaye unashughulika kwenye majukumu mbalimbali, lakini kutokana na tabia ambayo ipo kwenye maisha yako, umekuwa ni mtu ambaye unakwama kwenye eneo la kimaisha, ni mtu ambaye unakwama kwenye eneo la kifedha, ni mtu ambaye unakwama kwenye eneo la kielimu, ni mtu ambaye unakwama kwenye eneo la kihuduma. Na kwa kuwa unakwama kwenye hilo eneo, yamkini kuna vitu ambavyo hukuvijua au kuvifahamu, au unavifahamu, kwa sababu kuna kuvijua na kuna kuvifahamu na kuna kutokuvifahamu na kutokuvijua. Kuna mtu anaweza akajua kabisa hili ni kosa, bado anaendelea kulifanya hilo kosa, bado anaendelea kuhudumu kwenye hiyo tabia, kwa sababu anajua kabisa ya kwamba
kweli hii tabia inanizuia mimi nisimuone Mungu akijidhihirisha kwenye hii kazi yangu, kwenye hii biashara yangu, kwenye elimu yangu, kwenye huduma yangu. Ni kwa sababu ya tabia, ni kwa sababu ya tabia alionayo, ni kwa sababu ya mwenendo alionayo. Kwa hiyo leo nipo hapa kukuambia kwamba ili uweze kupiga hatua, ili uweze kuona ukuu wa Mungu kwenye maisha, ili uweze kuona Mungu akijidhihirisha kwenye eneo la kimaisha, unahitajika kabisa in 100% kumwomba Mungu akuondolee hiyo tabia. Kumwomba Mungu akuondolee hiyo tabia, na sio tu kumwomba akuondolee tabia, you are supposed kuacha hiyo tabia unayofanya, kuacha hiyo tabia unayotenda, kwa sababu unaweza ukaomba lakini usiache hiyo tabia. Kuna watu ni waombaji lakini bado tabia ya uzinzi inatawala maisha yao. Kuna watu ni waombaji lakini bado tabia ya uasherati inatawala maisha yao. Kuna watu ni waombaji lakini roho ya chuki, roho ya hasira, roho ya wivu inatawala maisha yao. Kuna watu ni waombaji lakini bado kuna roho fulani inayotawala ndani ya maisha yake. Kwa hiyo leo tupo kudili na tabia ambayo inaleta mkwamo kwenye eneo la maisha ya kwetu. Yamkini kuna tabia ambayo inaleta mkwamo juu ya familia, juu ya watoto, juu ya huduma ulionayo. Kwa hiyo leo nataka nikuambia kwamba ni lazima urudi magotini pa Mungu ili Mungu aweze kukusaidia kuondoa hiyo tabia ambayo inaleta mkwamo kwenye maisha. Na utakapomwomba Mungu, what I know, hiyo tabia lazima iondoke, kama ukimaanisha, kwa sababu tunaweza tukaomba lakini hujamaanisha hiyo tabia iweze kuondoka. Nini kinachohitajika? Ukimaanisha leo, ukaomba, ukamwambia Mungu hii tabia sihitaji, na wewe ukaamua kugeuka moja kwa moja, Mungu lazima akusaidie ukaondoka kwenye hiyo kukwama, kwenye hilo mkwamo ya kimaisha. Tusome kitabu cha Zaburi mlango wa 51 mstari wa 10. Daudi anazungumza, anamwambia Mungu, Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Anaomba Mungu amuumbie moyo safi, maana kwamba kwa kipindi cha nyuma kabla hajaanza kuomba kwamba aumbiwe moyo safi, kwamba alikuwa na moyo ambao ni mchafu, moyo ambao ulikuwa na tabia ambayo hailingani na mapenzi ya Mungu au na tabia za Mungu. Ndio maana anasema Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Maana kwamba aufanye upya iliyotulia ndani yake. Kwa hiyo kutokana na tabia alizokuwa nazo, kutokana na mwenendo aliokuwa nao, anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu uniumbie moyo safi. Kwa hiyo na wewe unaenda mbele za Mungu ukimwambia Mungu, naomba uniumbie moyo safi. Mungu, ninaomba uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Kwa hiyo yeye ana tabia ya kuifanya upya roho iliyotulia. Kwa hiyo lazima umuombe, na kuna siku nimejifundisha kwamba ni kumwomba Mungu ajidhihirishe katikati ya hitaji lako. Kwa hiyo kama utamwomba Mungu lazima ajidhihirishe. Usipomwomba hawezi kujidhihirisha, kwa sababu Mungu anachohitaji ni wewe kumuita ili aweze kujidhihirisha katikati ya hiyo tabia ambayo inaleta mkwamo kwenye eneo la kimaisha, ili aweze kuondoa hiyo tabia ambayo inaleta vizuizi kwenye maisha yako. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo kama yule mtu akiamua kuwa ndani ya Kristo, kutenda tabia ambazo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, itimishi kwamba haupo katika Kristo. Kwa hiyo kama ukitenda yale mapenzi ya Mungu, upo ndani ya Kristo. Ndio maana amesema tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya.
amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo lazima uombe kuwa na tabia kuwa ndani ya Kristo, kwa sababu yamkini haupo ndani ya Kristo. Ndio maana mwandishi Mtume Paulo anasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo lazima uombe kuingia katika Kristo, uishi maisha ya Kristo, uwe ndani ya Kristo, uwe ndani ya Yesu, ili ufanywe kuwa kiumbe kipya. Yule ambaye hayupo ndani ya Kristo hawezi kufanywa kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo yule aliyepo ndani ya Kristo anafanywa kiumbe kipya, maana kwamba huyo mtu anayefanywa kiumbe kipya, yule ambaye anafanywa kuwa kiumbe kipya, maana kwamba yale mambo yote ya kale, ile tabia yote ya kimaisha ambayo inamletea mkwamo inaondoka kwenye maisha yake. Kwa hiyo ni lazima umwombe Mungu aweze kukusaidia kwenye hilo eneo. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 24. Ukienda kusoma vizuri, anazungumza, anasema kwamba mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa kale unaoharibika kwa kuzifuata tamaa za udanganyifu, mkawe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya. Anasema mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Kwa kuna mwenendo ule wa kwanza, kuna tabia ile ulionayo. Mungu anasema uvue hiyo tabia, ukaivue ili kusudi uweze kubadilishwa nia yako, uweze kubadilishwa akili yako ambayo ilikuwa inawaza mambo ya sofa, ambayo inawaza mambo ya sofa, ambayo inawaza vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unachohitajika kabisa ni wewe kukubali kuvuliwa habari ya wewe mwenendo, kuvuliwa hiyo tabia ulionayo, kuvuliwa hiyo tabia ambayo imetawala maisha yako, imetawala akili yako, imetawala fikra zako. Kwa hiyo neno la Mungu linavyotuambia kwamba mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa kale. Lazima uvue ule utu wa kale, ambao unasababisha mkwamo kwenye kazi, unasababisha mkwamo wakati mwingine unakosa kibali kwa sababu tu ya tabia, kwa sababu tu ya mwenendo. Kiburi kinaua kibali, kiburi kinakunyima wewe kusonga mbele, kiburi inakunyima wewe kupata yale mema ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunapopata habari njema ya Kristo ndani ya maisha yetu, ya kwamba tuvue ule mwenendo wetu wa kwanza tuliokuwa nao, hakikisha unauvua, kwa sababu ndo maana wakati mwingine kama unatamani kupiga hatua, haupigi hatua kwa sababu kuna roho ya majivuno, haupati kibali mbele za watu kwa sababu kuna roho ya kiburi imetawala kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima umwambie Kristo Yesu aondoe hiyo tabia ya kiburi, aondoe hiyo tabia ya majivuno, aondoe kila mwenendo mbaya, mwenendo wa uovu, aondoe kila mwenendo ambao wakati mwingine umesababisha maisha yako yasiwe katika hali ya kustawi, yasiwe katika hali ya kuinuka. Why? Kwa sababu ya mwenendo. Kwa hiyo mwambie Mungu akusaidie, na Mungu ana tabia ya kuja mbele zako, ana tabia ya kujizirisha kwako. Ndio maana anasema kwamba nikaribieni mimi nami nitawakaribia. Kwa hiyo lazima tumkaribie Mungu, tumwambie Mungu, hii tabia imenichosha, hii tabia inanisumbua, hii tabia imeleta hasara kubwa kwenye maisha yangu, imeleta hasara kubwa kwenye ujana wangu, imeleta hasara kubwa kwenye ndoa yangu, imeleta hasara kubwa juu ya biashara yangu, imeleta hasara kubwa juu ya watoto wangu, imeleta hasara kubwa kwenye elimu yangu. Mungu, ninaomba hii tabia iondoke, ninaomba hii tabia iondoke kwenye maisha yangu. Na the more you pray, Mungu anajizihirisha. Kadri unavyoomba, Mungu anajizihirisha na kuondoa hiyo tabia ambayo imeleta shida kwenye maisha yako. Kwa hiyo leo tunapomwomba Mungu atuondolee tabia inayoleta mkwamo, hakikisha unaomba, make sure you pray. Na unapoomba Mungu atajizihirisha. Omba
omba, mwambie Mungu nakataa. Omba kwa hasira, hiyo tabia iondoke. Pray, mwambie Mungu, hii tabia nimeikataa kuanzia leo. Hii tabia nimeikataa kuanzia leo. Hii tabia ambayo wakati mwingine imesumbua maisha yangu. Yamkini ni tabia 20. Your pastor hajui hiyo tabia, rafiki zako hajui hiyo tabia, ndugu zako hawajui hiyo tabia, lakini you know hiyo tabia. Wewe mwenyewe ndio unaijua hiyo tabia ambayo inamaliza maisha yako. Hawafahamu kabisa mwenendo wako, hawafahamu kabisa tabia yako, lakini leo mwambie Mungu, mimi mwenyewe ndio naijua hii tabia, mimi mwenyewe ndio naifahamu hii tabia ambayo inaniletea tatizo kubwa kwenye maisha yangu, ambayo inaniletea tatizo kubwa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, tumwambie Mungu atusaidie, tumwambie Mungu atuwezeshe kuondokana na kila ina tabia ambayo imeleta mkwamo kwenye maisha yetu, ambayo imeleta mkwamo kwenye maisha yetu, ambayo imeleta shida kwenye maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele zako, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi, ninanyenyekea tena. It is a new day Bwana, ambayo umetupa Bwana, kuomba kuondolewa kila aina tabia ambayo imeleta mkwamo kwenye maisha yetu, kila aina tabia ambayo imeleta mkwamo kwenye maisha yetu. Tunaomba kuondolewa hii tabia. Ninasogea mbele zako, ninatubu Jehova, ninaomba masamaha Bwana. Ni kweli kabisa tabia fulani imesababisha nikakosana na wewe, tabia fulani imesababisha Bwana Yesu nisisikie sauti yako, tabia fulani imesababisha Bwana Yesu nisisikie maonyo yako. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaomba toba Bwana, ninaomba toba Bwana. Tabia fulani imesababisha nisione mema ndani ya Bwana ya maisha yangu. Ninaomba rehema zako, ninaomba masamaha yako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninaomba rehema zako, ninaomba masamaha yako, ninaomba utakaso wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ile tabia ya kiburi imezuia mema yangu, ile tabia ya wivu imezuia mema yangu kwa jina la Yesu. Ile tabia ya chuki imezuia mema yangu kwa jina la Yesu. Tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu. Ile tabia imeleta mvurugano kwenye familia, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba my Father. Ninaomba unirehemu Jehova, ninaomba unirehemu Mwokozi wangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya 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 Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, niondolee hiyo tabia ambayo imeleta hasara, ambayo imeleta aibu, ambayo imeleta mambo ya ajabu kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niondolee hiyo tabia, 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 niondolee hiyo tabia Bwana wangu, niondolee hiyo tabia Mwokozi wangu kwa jina la Yesu. Hiyo tabia ambayo imeleta aibu, imeleta kuzuilika, imeleta hata wakati mwingine mimi nisistawi wala kukua kwa jina la Yesu. Ninaitubia hiyo tabia, ninaitubia hiyo tabia leo kwa damu ya Yesu. Ninaiacha hiyo tabia, ninaiacha hiyo tabia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu nitakase, damu ya Yesu tutakase. Imtakase huyo binti ambaye amekwama kwenye hiyo tabia, ambaye amekwama kwenye hiyo tabia, ambaye amekwama kwenye hiyo tabia, ambaye amekwama kutokana na hiyo tabia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kristo Yesu jizirishe ndani ya maisha yetu, maana bila wewe sisi hatuwezi. Bwana Yesu tusaidie, niondolee hiyo tabia, muondolee huyo binti hiyo tabia, muondolee huyo kijana hiyo tabia, muondolee huyo mama tabia hiyo ambayo imeleta mkwamo kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Maana kutokana na tabia zetu tumeshindwa kuona uso wako, tumeshindwa kuona jinsi wewe ukijizirisha, tumeshindwa kuona uwepo wako kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu. Leo ninasogea kwako Bwana, ninaomba Mungu tuondolee hiyo tabia iliyoleta hasara, tuondolee hiyo tabia iliyoleta hasara badala ya faida kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, Bwana Yesu jizirishe, mfalme wa falme. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 4 mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 24 unasema kwamba mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa kale unaoharibu
kuharibika kwa kuzifuata tamaa za udanganyifu. Navua hiyo tabia, navua hiyo tabia, navua hiyo tabia, navua hiyo tabia, hiyo tabia ambayo imeleta hasara, hiyo tabia navua, hiyo tabia navua leo, navua leo kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo tabia ya kwanza ambayo imesababisha wakati mwingine nikakosa kibali, ninaivua kwa damu ya Yesu. Ivue hiyo tabia, ivue hiyo tabia. Maanisha ukivua hiyo tabia, maanisha kwa jina la Yesu, maanisha hiyo roho ya majivuno, ivue kwa jina la Yesu. Ivue hiyo roho, ivue hiyo tabia ya kiburi, ivue hiyo tabia ya kujiona, ivue hiyo tabia ya kujiinua, ivue kwa jina la Yesu, ivue kwa damu ya Yesu, ivue kwa damu ya Yesu, ivue kwa damu ya Yesu, ivue kwa jina la Yesu, ivue kwa damu ya Yesu, ivue kwa damu ya Yesu, ivue kwa jina la Yesu, damu ya Yesu. Ivue hiyo tabia, ivue hiyo tabia, ivue kwa jina la Yesu. Ivue hiyo tabia ya tamaa, ivue hiyo tabia ya tamaa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo tabia ya udanganyifu, ivue hiyo tabia ya uongo, ivue hiyo tabia, ivue hiyo tabia kwa jina la Yesu. Maanisha, mwambie Bwana, leo ninavua hii tabia, ninavua hii tabia. Maanisha kwa jina la Yesu, maanisha kwa jina la Yesu, hiyo tabia iondoke. Maanisha leo, mwambie Bwana, leo ninageuka. Mwana mpotevu aligeuka, akaachana na ule mwenendo ambao alikuwa anautenda, akarudi kwa baba yake. Na leo geuka leo, geuka kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, hii tabia leo ninaivua, ninakugeukia wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unaivua hiyo tabia kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Misali ule mlango wa 28 mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema, bali yeye azungamaye na kuziacha atapata rehema. Anasema na kuziacha, ziache hizo tabia. Mwambie Bwana Yesu, leo ninaacha hiyo tabia uzinzi, ninaacha hiyo tabia uasherati, ninaacha tabia ya uongo, ninaacha hiyo tabia ya kudanganya, ninaacha hiyo tabia ya wivu. Mwambie Bwana, ninaacha hiyo tabia ya usengenyaji, hiyo tabia unafiki, hiyo tabia yote ile iliyoleta uharibifu kwenye maisha yako, iliyoleta mkwamo kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, leo ninaziacha. Neno la Bwana linasema aziacha atapata rehema. Kuna rehema unapata ukiacha, kuna favor unapata kama ukiacha. Nomake anasema ya kwamba yule atakayeziungama dhambi zake zote na kuziacha atapata rehema. Usifiche hiyo tabia ya sirini, usifiche hiyo mwenendo, usifiche huo mwenendo wa sirini kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, leo naacha, iache kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachana na hiyo tabia, hiyo tabia majivuno, hiyo tabia ya kujinua, ninaachana nayo kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachana na hiyo tabia iliyoleta hasara kwenye maisha yangu. Ninaachana na hiyo tabia iliyoleta aibu kwenye familia yangu, iliyoleta aibu kwenye maisha yangu, iliyoleta aibu juu ya marafiki zangu. Leo naachana nayo kwa damu ya Yesu, ili nizipate rehema zako Bwana, ili nizipate rehema zako Bwana, ili nizipate rehema zako Bwana, kwa damu ya Yesu, ili nisikwame tena kwenye ile eneo la kiuchumi, ili nisikwame tena kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la kibiashara, ili nisikwame tena kwenye eneo la kifedha, ili nisikwame tena kwenye eneo la kihuduma, ili nisikwame tena Bwana kwenye eneo lolote la kimaisha, kwa damu ya Yesu. Usifiche hiyo dhambi. Mwambie Bwana, leo Bwana ninaungama, ili nisikwame kwenye ndoa yangu tena, ili nisikwame juu ya watoto wangu tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yeye anaondoa hiyo tabia,
Ukikubali tu, yeye anaondoa, yeye anakuondolea, yeye anakuondolea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukisoma kitabu cha Warumi 12 ule mstari wa pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mwambie Bwana, kuanzia leo ninakataa kufuatisha namna ya dunia hii, namna ya dunia hii. Yamkini kuna namna ya dunia hii unafuata, taratibu za dunia hii unazifuata, ndio maana nia yako haijawahi kubadilika, nia yako haijawahi kubadilika. Hujawahi kuona kupiga hatua, hujawahi kuona mema fulani, hujawahi kuonja mema fulani, kwa sababu kuna nia ya utaratibu wa dunia hii umefuata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakataa kufuata tabia yoyote ile, mwenendo wote ile, akili yoyote ile ya dunia hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fanya upya huo moyo, fanya upya hiyo akili, fanya upya huo mwenendo kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Hiyo tabia ninaiweka kando, hiyo tabia ninaiweka kando, hiyo tabia ya kipepo, hiyo tabia ya kichawi ninaiweka kando, ambayo imenizuia kwa muda mrefu, ambayo imenizuia kwa muda mrefu, ambayo imenizuia kwa muda mrefu. Hiyo tabia ya kukata tamaa, hiyo tabia ya kukata tamaa ninaikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo tabia kila namna, hiyo tabia ya kila namna ninaiondoa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Ninaiweka kando kila mwenendo, kila tabia yoyote, kila roho yoyote ile, kila tabia yoyote ile, tabia ya matukano naiweka kando, tabia yoyote ile ya kipepo naiweka kando, tabia ya kuabudu sanamu naiweka kando kwa jina la Yesu. Pray, omba kwa imani, mwambie Bwana, ninaiondoa kulingana na somo neno lako litokalo kwenye kitabu cha Waebrania 12 mstari wa kwanza. Wewe Bwana unasema, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ituzuiayo kwa upesi. Kwa upesi, hiyo dhambi ituzuiayo ninaiweka kando kwa jina la Yesu. Na tuiweke kando, weka kando kila mzigo, weka kando kila mzigo mzito na dhambi inayokuzuia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaiweka kando leo, ninaiweka kando kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Weka kando kwa imani, weka kando kwa imani, weke kando kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iweke kando kwa imani kwa damu ya Yesu. Huo mzigo ambao umekuzuia usione yale mazuri kwa jina la Yesu. Iweke kando huo mzigo wa dhambi, weke kando huo mzigo wa dhambi, hiyo laana weke kando, hiyo tabia yoyote ile inaondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakutangazia kuwa huru kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo tabia leo iondoke na ukae huru kwa jina la Yesu, na ukae huru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Onekana Bwana, onekana Mwokozi wangu, onekana Baba yangu, onekana Mfalme wa falme, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo. Onekana Baba yangu, onekana Mfalme wa falme, onekana jemedari wangu, onekana Mungu wangu, onekana Mfalme wa falme, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Hiyo tabia leo ikwame, hiyo tabia leo ikome kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, kwa sababu hizo tabia zote leo unaniondolea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila tabia iliyosababisha vikwazo vya kila namna, iliyoninyima watu
sahihi, kila tabia iliyoninyima watu sahihi kwenye maisha yangu, ninaikataa, 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 ninaikataa hiyo tabia iliyoninyima watu sahihi kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa sababu ya roho ya kukataliwa. Hiyo tabia ya roho ya kukataliwa ninaikataa leo, ninaiondoa leo, ninaiondoa leo, ninaiondoa leo, ninaiondoa leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Onekana Bwana, onekana Mwokozi wangu, onekana Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Tabia yoyote ile iliyoninyima watu sahihi, iliyonizuilia watu sahihi, iliyoninyima kazi sahihi, iliyoninyima fursa sahihi, iliyoninyima mambo mazuri kwenye maisha yangu, leo ninaiondoa, leo ninaiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Reketeria masheketeriaka, riketerebo sekenderiaba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo tabia iliyoninyima nisipite kwenye mpenyo fulani, nisiendee baraka zangu, ninaiondoa leo. Hiyo tabia iliyoninyima fursa sahihi, fursa muhimu kwenye maisha yangu, I remove now, I remove right now. Reketeriaba, Bwana jizirishe, Bwana jizirishe, Bwana jizirishe kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto, kwa moto, na iondoe hiyo tabia, na iondoe hiyo tabia. Bwana umesema wewe Mungu wetu ni Mungu ambaye ni moto ulao, ni moto ulao. Nateketeza hiyo tabia, nateketeza katika ulimwengu wa roho, nateketeza hiyo tabia, nateketeza hiyo tabia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nateketeza, 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 nateketeza kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nateketeza, nateketeza kwa moto, 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 kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu unazirisha ukuu wako, unazirisha ukuu wako, unazirisha ukuu wako katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo ninaenenda kwa roho, ninaenenda kwa roho, ninaenenda kwa roho. Kuanzia leo ninaenenda kwa roho ili kusudi nizishinde kila aina tabia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nitaenenda kwa roho katika jina la Yesu, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Wagalatia ule mlango wa 5 mstari wa 16, enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kuanzia leo ninaenenda kiroho, nitaenenda kiroho, nitaenenda kiroho, nitaenenda kiroho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nitaenenda kwa roho, nitaenenda kwa roho kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa sababu wewe hautanyamaza wala hautatulia, kwa damu ya Yesu Kristo. Wasaidie watoto wako waenende kwa Roho Mtakatifu wangu, wasaidie Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante Kristo Yesu kwa sababu umewasaidia leo, kwa sababu umeondoa kila aina tabia mkwamo kwenye maisha yao. Asante Yesu kwa sababu umeondoa kila aina tabia iliyosababisha wao kubaki pale pale kwa muda mrefu. Asante kwa sababu umesababisha kuondoa kila aina tabia ambao wakati mwingine imeleta kukwama kwenye eneo la kifedha, kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la kihuduma. Asante kwa sababu umeziondoa kwa jina lako takatifu, katika jina la Yesu. Hizo tabia mtu wa Mungu zimeondoka. Ninakutangazia kwa jina la Yesu, ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hizo tabia zimeondoka na umekuwa mshindi. Hizo tabia zimeondolewa na umekuwa mshindi katika jina la Yesu Kristo. Hizo tabia zimeondoka leo, hizo tabia zimeondoka leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila tabia ambayo ilileta kizuizi, kila tabia ambayo imeleta tatizo kwenye maisha yako leo imeondoka kwa jina la Yesu. Leo imeondoka kwa jina la Yesu. Kila tabia iliyokunyima uhuru, kila tabia iliyokunyima nafasi, kila tabia iliyokunyima wewe kutawala imeondoka kwa jina la Yesu Kristo, kama neno la Bwana linavyosema kwenye kitabu cha Yohana
cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 36, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Leo umekuwa huru kweli kweli, utafanya mengi kweli kweli, utatenda vingi kweli kweli. Why? Kwa sababu Bwana ameondoa kila ina tabia. Kwa hiyo kama amekuweka huru, umekuwa huru kweli kweli, umekuwa huru kweli kweli, umekuwa huru kweli kweli. Kwenye hiyo biashara umekuwa huru, kwenye hiyo huduma umekuwa huru, kwenye kazi yako umekuwa huru, kwenye eneo lako umekuwa huru, kwenye nafasi yako umekuwa huru, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Enenda na utaendelea mbele, hautakwama tena, hautakwama tena, hautakwama tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu umetusaidia, na asante Yesu kwa sababu umesikia maombi ya watoto wako ambao wamekuomba siku ya leo. Nami kama mtumishi wako Bwana Yesu, ninazidi kuwabariki, ninazidi kuwabariki kwa jina lako takatifu. Wainue, wasaidie, wawezeshe, wape kuona mazuri na makubwa ambao umekusudia kwenye maisha yao. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, uinuliwe na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu, wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akuinue sana. Mungu wa mbinguni akuwezeshe kushinda kila aina ya tabia. Umebarikiwa na Bwana Yesu. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu, umebarikiwa sana mtakatifu wa Mungu, na nikubariki katika kazi yako, katika elimu yako, katika eneo lolote la kimaisha, wewe ukawe shujaa. Ni katika jina la Yesu. Amen. Nisaidie kusubscribe, nisaidie kushare kwa wapendwa mbalimbali, ili Mungu akazidi kuwasaidia, ili Mungu akazidi kuwawezesha wao kufanikiwa. Mungu akubariki na Mungu akuinue kwenye kila eneo la maisha yako. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu Petro Lesson Joseph.